Ni message ya espoir kwa tuwapasha tuma kwa population kusema kama kope ya Bale Bayaya ilisha vide, c'est-à-dire ile magui yenye bako wanadanganya pendant 30 ans depuis 1994 mpaka leo. Ujambo na karibu katika taarifa hii habari za jioni ya leo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile vile una partage, na mswali mwingine banasema una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye hiyo namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, na ukatuandikia kwenye WhatsApp na utujuze unaendelea kutufuatilia ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza ukatupatia maoni yako aidha mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho. Karibu katika taarifa hii ya habari. Katika maendeleo mapya yanayohusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jumla ya wapiganaji 6 kutoka kundi la waasi wa Twirwaneho linaloendesha shughuli zake katika eneo la Minembwe limeripotiwa kuweka silaha chini zao na kujisalimisha kwa jeshi la taifa, jeshi la Kongo FARDC. Tukio hilo limetokea katika eneo linalojulikana kama Point Zero lililopo katika milima ya juu ya wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, wapiganaji hao walikuwa kishirikiana na muungano wa waasi wa M23 ARC, kundi ambalo limekuwa likihusishwa na mapigano makali katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua ya kujisalimisha kwa waasi hao 6 inaonekana kama ishara chanya katika juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo ambalo limekumbwa na migogoro kwa muda mrefu. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa wapiganaji hao wamepokelewa na FARDC na kwa sasa wanashikiliwa kwa ajili ya taratibu za kiusalama pamoja na uchunguzi wa zaidi. Wakazi wa eneo la Fizi na maeneo ya jirani wameelezea matumaini yao kuwa hatua hiyo inaweza kuwa mwanzo wa mchakato mpana zaidi wa wanamgambo wengine kuweka silaha chini na kurejea katika maisha yao ya kiraia. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi kuhusu uwepo wa makundi mengine yenye silaha ambayo yanaendelea kuleta tishio kwa usalama wa raia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa ili kuhakikisha mafanikio ya kudumu ni muhimu kwa serikali ya Kongo kuendelea kuimarisha operations za kijeshi sambamba na juhudi za kisiasa na kijamii, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya amani na mipango ya kuwajumuisha wapiganaji waliorejea katika jamii. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mamlaka ikihimiza makundi mengine ya waasi kuiga mfumo huu wa kujisalimisha ili kuleta utulivu wa kudumu katika ukanda wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi ametoa kauli kali kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumzia kile alichokiita visingizio vya Rwanda katika mzozo unaoendelea unaohusisha waasi wa M23. Akizungumza mbele ya umma, gavana huyo alitumia lugha ya Kiswahili kuwasilisha ujumbe wake, akisema kwa mkazo kuwa muda wa uvumilivu umefika mwisho. Kauli yake ilisema kwamba kope ya Bale Bayaya ilishavide. Ililenga kuonyesha kuwa hali imefikia kikomo na hatua madhubuti zinahitajika kuchukuliwa ili kulinda usalama wa raia. Katika hotuba hiyo, Jean-Jacques Purusi pia aliwataka wapiganaji wa makundi ya kujilinda maarufu kama wazalendo kuacha shughuli za kijeshi ndani ya miji na badala yake kuelekeza nguvu zao katika mstari wa mbele wa mapigano. Alisitiza kuwa uwepo wa wanamgambo hao ndani ya maeneo ya makazi unazidisha hofu miongoni mwa wananchi na unaweza kuchangia vurugu zisizo za lazima. Wito huo unakuja wakati ambapo hali ya usalama katika maeneo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi yakiripotiwa mara kwa mara. Serikali ya mkoa inaonekana kuweka mkazo katika nidhamu ya vikundi vinavyosaidia jeshi ili kuhakikisha operesheni zinafanyika kwa ufanisi na bila kuhatarisha maisha ya raia.
Kauli ya gavana Purusi imeibua mjadala kuhusu nafasi ya makundi ya kiraia yenye silaha katika mzozo huo, pamoja na changamoto ya kuyadhibiti ili asije yakageuka kuwa chanzo kingine cha ukosefu wa usalama. Wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama wanasema kuwa ujumbe huo ni ishara ya juhudi za mamlaka za mitaa kurejesha udhibiti na mpangilio katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Wanasisitiza kuwa ushirikiano kati ya jeshi la taifa, mamlaka za kiraia na vikundi vya kujilinda ni muhimu, lakini lazima iwe chini ya uongozi na nidhamu dhabiti. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mamlaka zikihimiza utulivu na mshikamano miongoni mwa wananchi, wakati jitihada za kurejesha amani zikiendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bunge la Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limelaani vikali shambulio la kikatili lililofanywa na waasi wa ADF katika eneo la Mambasa mkoani Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tamko lake rasmi, wabunge wameeleza tukio hilo kuwa ni kitendo cha kinyama na kisichokubalika dhidi ya raia wasio na hatia. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, shambulio hilo lilisababisha vifo vya watu wengi pamoja na uharibifu wa mali, huku baadhi ya wananchi wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Waasi au kundi la ADF ambalo limekuwa likihusishwa na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo linaendelea kuwa tishio kubwa kwa amani na utulivu wa wakazi wa Ituri na mkoa wa Kivu Kaskazini. Katika kikao chake, bunge la taifa limetoa wito mkali kwa serikali kuhakikisha inalinda maisha ya raia na mali zao. Wabunge wamesitiza umuhimu wa kuimarisha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mashambulizi hayo. Aidha, wawakilishi hao wa wananchi wameitaka serikali kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama pamoja na maeneo hatarishi, pamoja na kuboresha mifumo ya ulinzi na ujasusi ili kuzuia mashambulizi kama hayo yasijirudie tena. Pia wamehimiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka kuwasaidia waathirika wa tukio hilo, ikiwa ni pamoja na kuwapa msaada wa kibinadamu. Wakazi wa eneo la Mambasa na viunga vyake wameendelea kuishi kwa hofu, huku baadhi yao wakilalamikia kuchelewa kwa hatua madhubuti za kuwalinda dhidi ya mashambulizi ya mara kwa mara. Hali hii imezua mjadala mpana kuhusu ufanisi wa mikakati ya usalama inayotekelezwa na serikali katika ukanda huo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa mapambano dhidi ya waasi wa ADF yanahitaji mkakati wa pamoja unaohusisha nguvu za kijeshi, ushirikiano wa kikanda pamoja na juhudi za kijamii ili kuondoa mizizi ya migogoro hiyo. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo la Mambasa, huku juhudi zikiongozwa ili kuimarisha ulinzi na kurejesha hali ya utulivu kwa wananchi. Ni mpango gani ambao ninyi mnaufanya ili kuhakikisha kwamba Wanyamulenge waliopo katika eneo la Kamanyola wamerejeshwa katika eneo zao na kupata huduma zinazohitajika? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili ni kutokana na usalama mdogo ambao sasa hivi umekuwa ukikithiri katika eneo la watu ambao wanatembea kutoka Uvira kwenda Bukavu, tanto 5,000, 2,000, 10,000, na kuna operesheni ambayo jeshi wameanzisha pale ambayo inaitwa Lungula Sapato, Lungula Telefone, Lungula Bilamba. Nyinyi kama serikali mnachukulia swala hilo njuga namna gani ili kuhakikisha kwamba raia wanaoishi katika maeneo serikali wapo yasiwe yakilalamika kusema kwamba wakati wale walikuwa hapa tulikuwa na usalama na wakati serikali imekuja tumeishi katika usalama mdogo? Swali lingine ni kutokana na eneo la Baraka. Sasa hivi kuna taarifa zinazosema kwamba wazalendo wanalazimika waondoke katika ile maeneo ili waendele maeneo ya vita. Unajua kwamba pale wale walikuwa wanaonekana kwamba wanasaidia jeshi kushika doria na kulinda usalama. Nini mnachokifanya ili kuhakikisha kwamba wazalendo wakiondoka usalama utakuwepo? Na ujumbe gani wa matumaini utakaopatia raia sasa hivi wa eneo la Sud Kivu kuendelea kupata matumaini ya kusema kwamba amani itakuwepo? Na la mwisho, nimepata swali lingine. Eneo la Malikia pale
kusini mwa Kasivuli. Ulisema kwamba kuna bwawa la umeme, ni katika miradi umesema unayoifanya. Ulisema kwamba refaire l'émission. Bwawa lile ulisema kwamba ni la muhimu. Tafadhali, ulitamka peke yako kwamba eneo unalolidhibiti utajenga bwawa ndogo la umeme pale Malikia ili kuhakikisha kwamba raia waliopo katika eneo unalodhibiti wamepata umeme. Asante sana ndugu journaliste, merci kabisa. Nikukwambia kwanza, ni message ya espoir kwa tuwapasha tuma kwa population. Sema kama kopi ya vale bayaya isha vide, hein? C'est-à-dire il est magouille yenye bako wanadanganya pendant 30 ans depuis 1994 mpaka leo. Bayaya alikuwa tunasema FDLR Interamwe tout ça tout. Non, batu yote baisha comprendre kopi na vide. Balisha toka Minova, balitoka Uvira, na bako banatoka Kamanyola, Minembwe, partout les maires batatoka na Kamanyola na Bukavu, na tutarudia bientôt. Nipenda niambie population hii strategie mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na determination na vision anaturudisha mkupe du monde leo après 52 ans. Bayaya mingi balipita ku pouvoir après est-ce que balibifanya? Mais vérité iko tel que leo ile determination ile action ile espoir batoto ya Goma nani ya Uvira ya Bukavu ya Shabunda ya Mwenga na ma territoire tulifanya feti ya grave jana. Ile feti tulifanya na tutaifanya bientôt. Mkubwa nchi atatufikisha kwa ile kitu, tumfanyie confiance. Donc bientôt tuko tunadaka Bukavu, Kamanyola. Bayaya ba inventer ma tactique yao ya depuis 30 ans bile biisha vide bataenda tu. Donc njo message ya kwanza ile. Maintenant message ingine ni kusema kama ile ba barrière sur la route nationale numéro 5 notamment haiko ile tu. Ndio mipenda ni na ile retour ya wazalendo bebiko baraka barudi ku front bana. Message iko moya. Autorité ya l'État isharudia. Wazalendo presence yabo muvile ilikuwa kusema kama hatukukuwa na suffisance ya force ya défense ya sécurité, c'est-à-dire ba policiers na ba militaires. Leo tuisha kuwa na ma unité spécialisée. Tuko na ba suffisamment de FRDC, de policiers biko déjà déployés na beko équipés. Alors bandu kwangu ba vrai wazalendo beko ku front na barudie ku front. Ile nawezekana fasi yote Baraka que soit Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira bapeti eto barudie ku front bende basaidie FRDC kule. Mais bale biko na kuya kujileta mu ville assez vaze contrôler en frontière ba créer abo DGM ba créer abo DGD ile makopelisha vide. Wa comprendre? Donc na yo bapeti batanza menacer leo ma réseau. Non, tulisha tia parquet militaire et civil nilishaanza kazi. Tadi bapeti wanengia mwele matiku mwele maguya kusema non tutakonvoquer gouverner bibi. Donc bayo kabatakamatika kani kubabeba angenga bapeti yetu basiki kani kubabeba angenga procureur militaire aisha kuya na batale mais bale ba vrai batapata appui abo mkuu wa nchi atapatia abo mais kule ku front nele ma intimidation baachane na vile habito tubeba fasi. Donc biko banabambia kama FRDC kama commandant région anabambia murudie kuma ligne de front ba petit murudie kuma ligne de front. Mulifanya kazi, président de la République ana reconnaître kazi mungu nafanya population, mutusaidie muache population tranquille. Mais ile ma barrière payante biko natilia population kuma aksi yote bile nilituma commandant région aende kule kote afunge bile vyote. Shabunda tunatoka funga bale bagayare mulisikia le majina jina walikuwa kamata saba Mungu kule kuterroriser population bako wapileo bako mukapi na hivi Uvira tutafa vile Shabunda Fizi na Mwenga. Donc bebiko mwele magoya kusema ba Sibiti ville ba yachi FRDC ba yachi na police na ba petit leo ma menace de mort hapa mais bon ni kawaida tuishazoe. Ni kusema kama juu ya nani Banyamulenge una kopi ya ba master tunaiua. Sisi tunakomalia mwele region tunaiua. C'est-à-dire ni nini? Banatosha ba population Minembwe, banabatosha Bijumbu, banabaforcer les doigts à la gâchette. Batosha Uvira sinon twende Kamanyola kusudi tuoneshe tu créer vide huku. Tuoneshe ka FRDC. Non, partout que FRDC kuna protéger bale batu. Na banafurahi. Na nous avons des témoignages. Muliona kama groupe ya Banyamulenge inatoka États-Unis, inatoka partout monde entier, inakuya mpaka Uvira. Inakuya témoigner kama bako bien protégé. Balikuwa bambia mkiingia Uvira mtauawa sur les champs. Mais comment? Tulizunguruka nabo Uvira. Tulitembea nabo dans la population. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de témoignage. Donc, il est copié à master nayo isha vide. Maintenant,
kwenye tuko c'est quoi ya mwisho bana. Sasa unaona Red Tabara, FNL na nani sa balisikia banabeba ba réfugiés, banabeba Banyamulenge de force, baba pa Kamanyola. Qu'est-ce que le Red Tabara a fait? Red Tabara, FNL na nani bakaingia nabo Kamanyola bakajibeba en civil monde. Sasa banaanza kutia pression, c'est mrudishe Banyamulenge Uvira. Non, ilikuwa kopi ya kuingiza watu. Ndio mashi tulisema bezi rudia, qu'on fasse d'abord une commission paritaire, c'est-à-dire il est un état tripartite, il y a à réunir ACR, gouvernement rwandais, gouvernement burundais, gouvernement congolais, na tanzanien. Tu calmes pas moi ça, tu réfléchir, tu as conditions. C'est au cas par cas ndio bata juger mwatarudia ni nani na mwatarudia. Sinon tunaweza ingiza bale ba Red Tabara binyugo afele makopi walificha mba population. Ndio but ya ile réunion na mimi naweza kama juu ile ma projet ya développement hakuna problème, usibange koko wa Fizi tuta